Sijui na date next wanani lakini nampenda. Bana, moja kati ya jambo ambalo limewashtua watu wengi katika tasnia ya muziki kwa sasa ni pale ambako Juma Jux ambaye ni moja kati ya mwamba ambaye kwa hivi sasa ana trend sana katika nchi ya Nigeria kupitia nyimbo ya kwake pamoja na mpenzi wake ambaye amemwimbia mpenzi wake, alafu huko ndani amemshirikisha msanii wa Nigeria anaitwa Fino. Sasa katika jambo ambalo limewashangaza watu wengi ni baada ya lawama ambazo zimeanza katika mitandao ya kijamii, na yeye aliandika kwamba aliandika kwa Kiingereza ila mimi hapa nitaleta katika lugha ya Kiswahili. Tunapoanza kuhesabu siku kuelekea harusi ya mwisho ya JP mwaka 2025, ni wakati wetu wa kuwafundisha wakwe zetu kutoka katika nchi ya Nigeria uzuri wa tamaduni zetu za Kitanzania. Hii ni ladha tu ya harusi ya kweli ya Dar es Salaam. Lakini karibuni nyumbani na msiondoke bila kupiga densi ya singeli yetu. Ex wa nani challenge imeanza rasmi. Lakini pia akasema kwamba ikielekea moja kwa moja kwenye harusi ya mwisho ya JP tarehe 28 jijini Dar es Salaam. Ex wa nani ni moja kati ya ngoma kali kutoka katika A Day to Remember EP ambayo basi tafadhali shiriki kwenye challenge hii ufurahie vibe. Tunawaonyesha namna tunavyofanya mambo huku Bongo. Twende sasa hivi. Akaweka bendera ya Tanzania. Sasa katika jambo hilo watu wengi wameweza kutiririka katika sehemu ya comment na wakionyesha kwamba ni namna gani ambavyo wamevutiwa na kile ambacho Juma Jux ameweza kukiandika. Lakini pia kitu ambacho nifanya nije niangalie katika jambo hili ni pale mvutano ulipoanza kati yake hii pamoja na Meja Kunta, kwa sababu Meja alimshirikisha D-Voice akaenda akampa wimbo huu Juma Jux. Sasa huu ni uchambuzi kuhusu ujumbe huu wa Juma Jux. Mandhari ya tukio ya JP Final Wedding ambayo itafanyika tarehe 28 hapo Dar es Salaam. Hapa Juma Jux anatumia tukio hili la kifahari la harusi ya JP kama sehemu ya kutangaza wimbo wake mpya. Hii ni mbinu nzuri sana ya kulinganisha tukio kubwa la kijamii na kazi yake ya sanaa kama alivyofanya katika nchi ya Nigeria kule, ambayo basi alitambulisha nyimbo yake ya Ayo Me Today ambayo God Design ndio iliweza basi kutrendi katika nchi hiyo ya Nigeria kwa nafasi kubwa sana. Sasa hivi tena anataka tena kutumia upepo huu wa JP 2025 ambako ni tarehe 28, anataka tena kutumia upepo huu kwenda basi na kipindi hichi cha singeli. Hii ni kuonyesha kwamba kuna uzalendo na utambulishaji wa tamaduni za Kitanzania kupitia wimbo huu wa singeli. Pamoja na kwamba mvutano umekuwa mrefu, lakini pia mambo yanaendelea yamekuwa mengi katika mitandao ya kijamii, basi ameandika kwamba ni wakati wa kuwafundisha wakwe zetu kutoka katika nchi ya Nigeria namna tunavyofanya. Ni namna pia kutumia tactics za kuweza basi kutambulisha muziki wa singeli kutoka katika nchi ya Nigeria kupitia tukio hilo ambalo litafanyika tarehe 28 hapo jijini Dar es Salaam. Ni mbinu ambayo watu wengi wamekuwa wakitamani kuifanya, lakini pia mbinu hizi Juma Jux inawezekana kwamba sasa hivi nyuma yake kuna watu ambao wanatengeneza vitu vyote hivi viweze basi kwenda sambamba na matukio yake na yeye kuzidi kuwa ni msanii mkubwa barani Afrika katika siku za usoni. Kutambulisha wimbo mpya wa Ex wa nani, ni wimbo huu umetajwa kuwa ni miongoni mwa vibao vikali sana katika EP yake mpya ambayo inaitwa A Day to Remember. Kwa kuitangaza kupitia challenge ya mitandao, Juma Jux anatumia mbinu za kisasa za kueneza muziki wake kupitia viral content. Challenge hii inalenga zaidi kuwahusisha mashabiki moja kwa moja katika kusambaza wimbo huu bila wao wenyewe kutambua. Yani ni mbinu ambayo mnajikuta mna vibe, kumbe ndio mnasambaza wimbo huu kwa mashabiki wengine wengi. Kwa the more mtakapokuwa creative, basi mnawafanya pia mashabiki wengine ambao walikuwa hawajui wimbo huu basi waanze kufuatilia kwa kina. Bana, muziki wa singeli unatambulisha Bongo nzima kiujumla. Ni tamaduni ambazo watu wengi basi tumekuwa tukiwa tunaziongelea mara kwa mara, lakini wimbo huu umetajwa kuwa ni miongoni mwa vibao vikali sana ambao vitakuwepo katika EP hiyo ya Juma Jux ambayo muda so mrefu nafikiri tarehe 28 ndipo itakapoenda kutangazwa. Bana, msiondoke bila kushika wimbi la singeli yetu. Hiyo ni moja kati ya maneno ambayo Juma Jux anatamani kuwafanya wa Nigeria pia wakaweza kuserebuka katika tukio hilo. Naweza nikarudi sasa katika sehemu ya comment ambako nimeweza kukuta kwamba wasanii wengi sana wameweza kutiririka baada ya kuona Juma Jux kwa mara nyingine tena ameshusha tena kibao kingine ambacho akiwa na maana kwamba ni siku ambayo alikuwa anatamani sana mambo haya yaende sambamba na tukio lake. Diamond Platnumz ni moja kati ya mtu ambaye ameshusha comment yake pale, ameweka moto katikati akaweka bomu, yani kwamba ngoma hii inawezekana kwamba ni bonge moja la ngoma ambayo ameshasikiliza pia Diamond Platnumz. Lakini pia kuna mashabiki ambao wanakuja pale ku comment katika
comment ambayo Diamond Platnumz alikuwa amecomment, anaitwa The King Outfit, anasema kwamba ni njia zako hizi mkuu, yani ni njia za Diamond Platnumz ambazo Juma Jux anazitumia. Hii inawezekana kabisa kwamba kuna watu ambao wanamtumia Juma Jux kuweza basi kufika na yeye awe frontline, kuweza basi kuitambulisha nchi hii ya Tanzania, ambayo basi watu wengi walikuwa wanaona kama vile haiwezekani kwa msanii mwingine kufika katika level za juu kupitia nchi ya Nigeria. Sasa kuna mmoja anaitwa Chelo Chibu anasema kwamba Siba, I'm from Goma. Nafikiri kwamba huyu hapa hivi anaongelea swala zima la huko Kongo. Lakini pia Ogechi Bankiz anasema kwamba our in-law brothers Diamond Platnumz, akamtagi pale our in-law brother. Huyu anaitwa Gigi Abanefe anasema kwamba our in-law brother. Kwa hiyo kuna namna kama vile wa Nigeria wameshamtem Diamond Platnumz kama vile ni ndugu yake Juma Jux, kwa hiyo wanamheshimu kama vile mashemeji yao pia. Kwa hiyo Rayvanny pia na yeye pia mmoja pale akanyosha mikono juu ikiwa kama ishara ngoma hii watu wameappreciate. Liliomi ambaye ni mtangazaji wa Wasafi TV na yeye pia anasema kwamba I love this sound, mpinduko, akaweka pia moto wa kutosha. Yobo Jo Ferris Spirits, huyu pia ni mmoja kati ya wale wa Nigeria ambao wanahusika na familia ya kwake Prince, ambaye pia ni mmoja kati ya actor mkubwa sana kutoka katika nchi ya Nigeria. Ni namna ambavyo pia na wenyewe wanafurahishwa kwa hichi kitu ambacho kinafanyika. Official Naila anasema kwamba una date na ex wangu univimbie kwa kipi sasa? Kwa hiyo kuna kitu ambacho Naila pia na yeye mwenyewe ametumia kama vile style tu ya kuchekesha pia kupitia comment hiyo. Dio TZ na yeye pia ameweka emoji ya moto, Esto Kids moto, Ned Music moto, Jinako Warawara Nuclear yani moto. Lakini pia Backlim anasema kwamba Big Fish na Paul bana hapa hivi Christian Juxi German Juma Jux, your voice is so thin bana. Posh Boy huyu hapa ni mmoja kati ya dancer wa kwake Mario moto. Director Kenny moto. Hapa Kenny nafikiria anafukuzia swala zima la kazi, na inawezekana labda ameshafanya hii kazi muda mrefu sana. Versatility yani hiyo verse ni kali sana. Dance to it already. Prince Juma Affairs JP 2025 wanasema hivyo. P Boy Yusufu na pia moto. Hapa kuiona comment ya kwake Harmonize ni kitu ambacho ni kigumu sana. It is Prince ambaye ni mpenzi wake, basi yeye ameweka tu emoji za watu wakiwa wanacheza. Swag Daddy ambaye ni manager X1 challenge activated, let's go Nigeria and Tanzania. It is Prince akaweka tena fire. Prince Juma Affairs JP 2025 bana. Ni namna ambavyo pia wa Nigeria pia wanaonekana kwamba katika comment hizi. Hapa katika sehemu ya comment kuna comment zaidi ya 6,000, kitu ambacho Juma Jux katika kipindi cha nyuma alikuwa akipati kabisa. Ana engagement kubwa sana kwa kipindi hichi. Yaani anautumia upepo huu kibiashara. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anamfundisha Juma Jux katika swala zima la biashara, I say hapa wanaenda kuondoka jumla. Wametumia tactics ambayo ni kubwa sana. Yaani sherehe zinapigwa nyingi, lakini pia hata mangoma wanayagonga ya kutosha kuhakikisha kwamba biashara yake inakuwa, lakini pia hata mahusiano yake yanakuwa. Bana, watu wanasema kwamba Chimbo la Pazia kana sio kama natamani kuchangia mada, ila nikikumbuka wewe unayesoma comment hii una muda mrefu hujabadilisha mapazia na una bora nibaki na mpenzi mtazamaji. Bora nibaki kwa mpenzi mtazamaji. Okay, hii hapo ni moja kati ya comment ya mfanyabiashara mmoja muuza mapazia anasema hivyo. Lakini pia kuna Abi D10 so please anyone doing the challenge should do Tanzania twerking and Nyashi join. That twerking is very important. Kwa hiyo huyu hapa Abi anajaribu kusema kwamba hiyo namna ya kutingisha ni important sana kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo anajaribu kuambia hata wa Nigeria wenzake kwamba yani ukitaka kufanya challenge hiyo twerking ni very important. Twerking ni kutingilisha makalio. Bana hapa kuna mambo mengi ambayo yatafuata kupitia sherehe hii ya wake Juma Jux, lakini pia nataka nikwambie tu kwamba kwa upande wa kwake Meja Kunta ambaye ni mmoja kati ya mtu ambaye analalamika kuhusiana na jambo hili. Meja Kunta anasema kwamba The Voice ni mmoja kati ya mtu ambaye alishaimba naye katika wimbo huu, lakini pia na yeye pia amejaribu kushare kile ambacho amekiona kwamba sio sahihi kwa The Voice kwa hichi kitu alichokifanya, na Meja Kunta ameshare katika ukurasa wake, amemtagi kwa The Voice. The Voice, inawezekana kwenye hii game nikawa ni mtu wa kwanza mwenye ukaribu
kutokana na ukaribu wa familia zetu. Yani mwenye ukaribu na yeye, kumaanisha kwamba Meja Kunta pamoja na Dvoice, ukaribu wake basi inawezekana kwamba umesababisha mambo yote haya. Anasema kwamba inawezekana nikawa ndiye mtu niliyekufungulia milango mingi kwenye maisha yako. Tulipofanya wimbo wa pamoja ulifanya vizuri sana. Hii inaonyesha kiasi gani wewe ni mdogo wangu wa rohoni kabisa. Nina mapenzi makubwa na wewe. Ila hiki unachofanya kina tafsiri mbili, dharau au kunitumia. Tunawasiliana kila siku, tunakutana kila siku. Sidhani kama natakiwa kulipwa hiki. Yani kwamba kwake Meja Kunta anajaribu kusema kwamba adhani kama anatakiwa kulipwa hiki, kwa sababu kuna nyimbo ambayo ameiona nyimbo ya kwake, ameona nyimbo yake ikiwepo inatumika katika sehemu ambayo ilikuwa sio sahihi, kwamba amemuibia wimbo na amefanya naye wimbo kwa muda mwingi sana na amefanya naye kazi kwa muda mwingi sana. Kwa hiyo Mwamba amejaribu kuweka verse zote ambazo zimefanyika katika wimbo huu, na shamra kama unavyoziona. Ndio kwanza Juma Jux hawezi kustopisha bendera hii inayoanza kupepea, yani aanze kudili na Meja Kunta. Saidi anasema kudadeki, yani kuna jambo ambalo sio sahihi hapa kwa kweli. Watu wameshashtukia hili jambo. Ni kweli kwamba nyimbo zinafanana na nyimbo zimeweza basi kutumika katika misingi ambayo si mizuri, yani kwamba Juma Jux amepewa wimbo na Dvoice, na Dvoice mwisho wa siku basi wimbo huu ulikuwa ni wimbo wa Meja Kunta. Sasa Mr. Mwanya amesema Cox dawa yao, hawa wasanii wakubwa wamekuwa wajanja sana, na hili ni tatizo ambalo basi limeanza basi kujitokeza. Yani hapo ni changamoto kwa kweli. Lakini pia hapo kuna Shafi Brown anasema jambo Sudi Brown Wasawiso acheki na management zao, wakikubali samee okota bila kuwa ripoti au bana. Kuna namna pia yani management ikiwa imetafutwa ikishatafutwa basi aokote kibunda chake hapo atembee zake, kwa sababu ni mambo ambayo yameweza kutokea. Copy and paste. Ngoma ambayo alikuwa ameshirikisha Dvoice ameenda kumpa Juma Jux ameenda kuitoa. Mwisho wa siku anaonekana kwamba Meja Kunta sio mmiliki wa nyimbo tena. Maana ni mambo ambayo ni mengi sana katika game ambayo yanatokea kwa sasa hivi, na wengi wao wanakuwa ni mastaa wanayofanya mambo haya. Je, wewe hebu jaribu kusikiliza nyimbo hizi alafu uniambie, je, unadhani kwamba kuna ukweli katika hili au yote ni propaganda? Bye bye for now. Jana naye mana nishaanza kufanana naye, paka kibanda nishajenga naye, hata ndike jamvi chini akae. Sijui na date next wanani lakini nampenda, sijui na date next wanani la kwangu ndo my everything. Na ule alokutumia mwenye ndo lake hakuna, mwana najua wakikala na kuja chula. Ghafla unapiga simu umepata dharura, kwani una shida gani we mama Ashura? Unaboa usicheze na hera masera, napata tabu kutafuta hera huruma.